Sasa ndio kuzungumza na mwenzangu John Wanyama kwa sababu tutakatuangalia swala zima la vita dhidi ya ufisadi, na nataka utufahamishe tu kabisa ni yapi ambayo yameonekana kama yanachangia sana ufisadi kukithiri katika sehemu ambayo ulipo kwa sasa. Katika kaunti ya Uasin Gishu hii leo tuko katika maonyesho ya kilimo ya kitaifa ambayo yanafanyika hapa jijini Eldoret, na hii leo pia wa maafisa wakuu kutoka tume ya kupambana na ufisadi hii leo watakuwa wanatoa taarifa yao kuhusiana na maeneo haya. Ufisadi umepigwa hatua gani na nini hasa wanafanya kuhakikisha kwamba janga hili linaangamizwa kabisa. Tuzungumze nao, wako hapa ndugu yangu kwa manufaa ya mtazamaji. Unaitwa nani? Leo hii kama nyinyi mmefika hapa kwa maonyesho ya kilimo, nini kiini kikubwa, tumefikia wapi kupigana na ufisadi? Thank you very much. My name is Vincent Okongo, Director Preventive Services of the Ethics and Anti-Corruption Commission. We are here at the SK National Show at the Eldoret Showground. First and foremost, our objective here is to engage the general public, to educate and create awareness on what is happening in the war against corruption, and more so how the Commission is tackling corruption in the North Rift part of Kenya. As part of our strategy, we are engaging children from schools to understand the meaning and importance of integrity from the young age to being an adult, and we can see a lot of young people coming to our stand, and they are very keen to learn about the Commission and what we do. Beyond that, we also have programs that are designed to prevent corruption. We have the corruption prevention committees, which we have worked with county governments to set up, and we are appealing to all county governments to ensure that they set up these structures to prevent corruption all the way up to the sub-county level. There are also matters that are relating to investigation of corruption, asset recovery that we have done in this country, and I want to request my colleague to say something. Asante sana. Ndugu yangu, njoo hapa. Naomba uzungumze kwa Kiswahili. Hii program ambayo tuko nayo ni ya Kiswahili. Tuko wapi? Kuna mashamba ambayo yalinyakuliwa katika kaunti ya Uasin Gishu, ukanda huwa kaskazini mwa bonde la Ufa. Ni nini hasa mmeweza kuokoa ama mmepata? Tupe picha na taswira kamili. Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa David Ruto. Mimi ni Director wa Legal Services na Asset Recovery. Na ningependa kusema kuwa tuko na ofisi katika North Rift, na hiyo ofisi inahudumia counties 6. Hiyo ni Turkana, Nandi, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, Uasin Gishu na Nandi. Ningependa kuwajulisha kuwa tumewahi kurejesha mali ya umma ambayo ilikuwa imenyakuliwa, hasa ardhi ya wizara mbalimbali. Tuko na ardhi ya Uasin Gishu County Government yenye tulirejesha. Tuko na shamba pia ya Referral Hospital yenye tulirejesha kwa Referral Hospital, na tuko na shamba la High Court yenyewe tulirejesha, hata shamba la Administration Police. Tuko na shamba yenye ilikuwa ya fire station, na ningependa kuwajulisha kuwa katika North Rift mzima tumerejesha mali ya bilioni 3.5. Hiyo ikiwa ni fedha imejumlishwa fedha na mashamba ambayo tumerudisha, na pia tuko na makesi tunafuatilia kotini kurejesha mali mengine, na pia tuko na uchunguzi kuhusu mambo ya makaratasi kushi yenye watu walitumia kupata kazi, na tukishamaliza hizo uchunguzi na kupeleka kotini, pia tutarejesha ile malipo yenye walipata katika hizo makazi wenye walikuwa wamepewa. Na hizo ndio naweza kusema tunafuatilia kwa sasa. Tunafuatilia pia fedha katika hizo makaunti yenye imeporwa, na tuna watu tumepeleka kotini kwa mambo ya tenders, na hayo ndio nasema kwa sasa hivi. Pengine ni nini haswa, picha taswira kamili, nini inafanya watu wengi wakuwe na tamaa sana ya kuchukua ardhi mpaka ya polisi, mahakama, na pia hata pale ambao ni makao makuu ya Uasin Gishu? Ni nini hasa inawapa msukumo huu? Je, mnashirikiana na afisi za ardhi ama lands kuhakikisha kwamba mnachunga mali ya serikali? Kweli kabisa, tunajumuisha afisa ya ardhi ili watusaidie kutupea ushahidi vile shamba ilitolewa ikanyakuliwa na watu. Na ningependa sana kusema hapo awali watu walikuwa na uzoefu ya kunyakua mali za umma, na tunaendelea kuona wakati tunazidi kurejesha hiyo imeenda chini kupungua.
na watu sasa sana haichukuliwi mali ya shamba kama ilipokuwa awali. Naam. Asante sana. Madam, njoo hapa ukimalizia kwa kifupi sana kwa sababu hatuna muda. Penye tumefikia kwa sasa ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa, unafikiria mmepiga hatua kuu? Ufisadi huu unakomeshwa kabla ya kufanyika? Is Dr. Emily Moria. I'm the Deputy Director in charge of Education and Public Awareness. Mainly, we've also built capacity in institutions of learning, right from the formative stage to the university level, building capacity and making sure that children in school taught the value-based education. We've partnered with the with the Kenya Institute of Curriculum Development. Right now, it's work in progress in reviewing the curriculum of grade 11 and grade 12. We are also appealing to the youth because we have realized the youth of this country are majority, and really their decision-making is paramount. So we are also empowering the youth in this country, both in and outside the institutions of learning in Kenya. Asante. Bila umeweza kusikiza mpenzi mtazamaji, hawa ni maafisa wakuu wa kutoka tume ya kupambana na ufisadi EACC, ambao wanasema kwamba katika ukanda huu wa kaskazini mwa bonde la Ufa wameweza kurejesha mali ya serikali ya takriban shilingi bilioni 3 na zaidi, ambao wanasema kwamba bado wanaendelea na shughuli hii kuhakikisha kwamba wale ambao walinyakua mali ya serikali, wale ambao waliweza kupata kazi wakitumia makaratasi gushi, basi wao pia watakamatwa na kuhakikisha kwamba pesa walizopata kwenye mishahara hiyo inarejeshwa kwa serikali ili iwe funzo kwa wengine na taifa la Kenya, ili kila mtu aweze kupigana na ufisadi, ili taifa hili liweze kujengwa. Kutoka kwangu sina la ziada mpenzi mtazamaji, waache tuende mapumzikoni. Rashid Abdalla atarudi hapo baadaye na mengi zaidi. Usiondoke na usibanduke.